Kwa sababu nafsi ya mwanadamu inaweza kutazama vitu ambavyo macho ya kawaida ya mwanadamu hayawezi kuvitazama. Kuna nyakati ambazo mwanadamu anaweza akawa katika mazingira yasiyokuwa sahihi. Kwa sababu nafsi inahitaji kumwepusha mwanadamu, itampa ishara mbalimbali kwa kupitia mwili wake. Kuna wakati ambao unaweza kukutana na watu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yako. Watu hao wakiwa na lengo la kunyonya nguvu zako, ama inawezekana wameshaanza mchakato wa kunyonya nguvu zako ama kuiba nyota yako. Kuna baadhi ya ishara ambazo utapewa na nafsi yako, lakini nafsi itautumia mwili wako kukuonesha ishara hizo, kwani ukiwa katika ulimwengu wa kimwili, mwili pekee ndio kitu ambacho kinaweza kutumika kama mlango wa fahamu. Hivyo, ishara hizi zikijidhihirisha kwenye maisha yako, usipuuzie, kwa sababu ni ishara ambazo zinakueleza wazi kuwa upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako ama anaiba nyota yako bila wewe mwenyewe kujua. Katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo mwili wako ukikuonesha ujue upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako bila wewe mwenyewe kujua. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo mwili wako ukikuonesha ujue upo karibu na mwanadamu ambaye ananyonya nguvu zako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, kuchoka ghafla unapokuwa karibu na mtu fulani. Kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika hii dunia ana nguvu ambazo ndizo zinazomletea mafanikio ama umaskini katika maisha yake, kwani mwanadamu anapokuwa na positive energy ni energy ambazo zinaweza kumletea mafanikio na bahati njema maishani mwake. Lakini mwanadamu anapotawaliwa na negative energy ni energy ambazo huwa ni chanzo cha mikosi na umaskini katika maisha ya mwanadamu. Nguvu huwa zinazunguka katika mwili wa mwanadamu, yani zinakuwa ni kama zina vibrate. Hivyo unapokutana na baadhi ya watu, kwa sababu mnakuwa mmesogeleana, aidha wakiwa wanajua au wakiwa hawajui, nguvu zako zinaweza kunyonywa na nguvu zao. Namna mojawapo ambayo inaweza kuashiria kuwa upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako ni kuhisi kuchoka ghafla muda mfupi baada tu ya kukutana na mwanadamu fulani. Endapo ishara hii itajidhihirisha, ondoka haraka sana katika sehemu hiyo, kwa sababu inawezekana umekutana na mwanadamu ambaye ananyonya nguvu zako, na hivyo atakapoweza kunyonya nguvu zako ambazo bila shaka ni positive energy, atakuacha ukiwa na negative energy, jambo ambalo litakwenda kuvuta umaskini, mikosi na bahati mbaya zisizoisha katika maisha yako. Namba 2, kichefuchefu au maumivu ya tumbo. Kuna wakati unapokuwa karibu na mtu fulani bila kuwa na sababu yoyote ya msingi, unahisi ghafla ni kama unahisi kichefuchefu, alafu tumbo lako pia linakuwa ni kama linauma. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ikiwa unapokuwa karibu na mtu huyo unahisi ishara hii, lakini unapokuwa mbali naye ishara hizi zinapotea, ujue upo karibu na mwanadamu ambaye anavuta nguvu zako, yani positive energy, na atakwenda kukuachia negative energy ambayo itakwenda kuvuta umaskini kwenye maisha yako. Namba 3, kizunguzungu na kichwa kuuma. Mara nyingi kuna baadhi ya binadamu ambao unapokuwa nao utahisi kichwa chako kinakuwa kizito na ghafla kichwa chako kinaanza kuuma bila sababu ya msingi, lakini unapoondoka na kwenda mbali na mwanadamu huyo unahisi kichwa kimeacha kuuma na hata kizunguzungu kinapotea. Hii ni ishara ya wazi kuwa nafsi yako inakwambia upo karibu na mwanadamu ambaye anachukua nguvu zako, hivyo ni vema ukaondoka katika eneo hilo haraka sana. Namba 4, mapigo yako ya moyo huongezeka kupita kiasi unapokuwa karibu na mwanadamu ambaye ananyonya nguvu zako.
Kuna wakati, kuna baadhi ya binadamu ambao unapokuwa karibu nao, utahisi mapigo yako ya moyo yanaenda haraka isivyokuwa kawaida, hali ya kuwa unapokuwa karibu na binadamu wengine, ndani yako unakuwa na utulivu. Mara nyingi mapigo haya ya moyo yanapokwenda haraka, ndani yako pia huambatana na wasiwasi pamoja na hofu ambayo hauwezi kuielezea. Lakini unapoenda mbali na watu hawa, unahisi kabisa hali hiyo inatoweka na unapata utulivu wa ghafla na unarudi katika hali yako ya kawaida. Endapo unahisi hali hiyo pindi unapokuwa karibu na watu fulani, ni vema ukaondoka mbali na watu hao, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa upo karibu na binadamu ambao wananyonya nguvu zako pamoja na kuichafua nyota yako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 5, kutetemeka ama kujisikia baridi ghafla. Mara nyingi unapokuwa karibu na mwanadamu ambaye ananyonya nguvu zako, mwili wako unaweza kuonesha mabadiliko ya hali ya hewa ya ghafla. Kama mwili wako ulikuwa unahisi joto, ghafla unapokutana na mtu ambaye ananyonya nguvu zako, utahisi mwili wako unakosa joto, utajikuta unatetemeka. Hata kama upo katika mazingira yasiyokuwa ya baridi, utajikuta mwili wako unatawaliwa na baridi ghafla, na kuna muda ambao unaweza ukaona kabisa ndani yako unahisi ni kama kuna kitu hakipo sawa. Lakini unapotoka karibu na mtu huyo, mwili wako unarudi katika hali ya kawaida. Baridi ambayo ulikuwa unaihisi inatoweka, inakuwa haipo tena. Endapo ishara hiyo itatokeza, ujue upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako. Ni vema ukaondoka na kwenda mbali naye, kwa sababu kama akifanikiwa kunyonya nguvu zako, atakwenda kuzitumia yeye na wewe utabaki na negative energy katika maisha yako. Namba 6, hali ya kukosa hewa na kushindwa kupumua vizuri. Zipo baadhi ya nyakati ambazo unaweza ukawa mwanadamu ambaye upo katika hali ya kawaida, unapumua vizuri, lakini muda mfupi baada ya kuwa karibu na mtu fulani, unajikuta unaanza kukabiliwa na hali ya kukosa hewa. Yaani unashindwa kupumua vizuri kama ilivyokuwa kawaida, na unashindwa kupumua vizuri si kwa sababu una matatizo ya mfumo wa hewa, bali ni hali ambayo inajidhihirisha ghafla baada tu ya kukutana na mtu fulani. Lakini pindi unapoondoka mbali na mtu huyo, hali inarudi katika hali yako ya kawaida. Ukiona ishara hiyo, ni vema ukajiweka mbali na mwanadamu huyo, kwa sababu ni ishara ambayo inaashiria kuwa mwanadamu ambaye unakutana naye ananyonya nguvu zako bila wewe mwenyewe kujua. Atakapochukua positive energy, atakuacha na negative energy. Namba 7, ngozi kuonesha msisimko ama kuanza kuwasha. Wapo baadhi ya binadamu ambao kila unapokutana nao unahisi mwili wako umesisimka kana kwamba umekutana na kitu kisichokuwa cha kawaida. Hii ni ishara ya wazi kuwa inawezekana mwanadamu ambaye umekutana naye ananyonya nguvu zako za asili ambazo ni positive energy bila wewe mwenyewe kujua. Mara nyingi mwili wako unaweza kusisimka na ukakuonesha una vipele vidogo, au wakati mwingine unaweza ukaanza kutokwa na jasho jingi ghafla ambalo hauelewi linatokana na nini. Lakini pindi mwanadamu huyo anapoondoka mbali na wewe, mwili wako unarudi katika hali yake ya kawaida. Huyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumweka mbali na maisha yako. Namba 8, kuongezeka kwa wasiwasi na hofu ya ghafla ambayo hauelewi imetokana na nini pindi unapokutana na mtu fulani kwenye maisha yako. Kuna mtu unapokutana naye tu unaanza kupata hisia haupo sehemu salama. Mwili wako unakuwa na hofu na wasiwasi. Amani ambayo ulikuwepo nayo mwanzo inatoweka. Unapojiuliza hali hiyo inasababishwa na nini, kiukweli haupati majibu. Endapo ishara kama hiyo itajidhihirisha, ujue umekutana na mwanadamu ambaye kwa namna moja au nyingine ananyonya nguvu zako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza katika video hii. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.